nani anayepaswa kuruhusu mauti juu ya maisha ya wanadamu? Tunaishi katika nyakati ambazo wapo watu ambao wanadhani wana haki na uhalali juu ya uhai wa watu wengine, kwamba nani aweze kuishi na nani hana haki ya kuishi. Matendo tunashuhudia sasa katika jamii yetu ya Watanzania yanashuhudia wazi kwamba wapo wanadamu ambao wamepora mamlaka ya Mungu. Wamepora mamlaka ya Mungu, kwa sababu mwenye kutupa uhai ni Mungu na mwenye mamlaka ya kuondoa uhai wa mwanadamu ni Mungu mwenyewe. Unawezaje kuvuna katika mti ambao hukupanda? Unatoa wapi mamlaka hiyo? Kwa hiyo kama Mungu ndio mwenye kutoa uhai wa mwanadamu, kumpa mwanadamu uhai na haki ya kuishi, mwenye mamlaka ya kuiondoa haki ya mwanadamu kuishi ni Mungu mwenyewe aliye asili ya uhai wetu, na anajua wapi anatupeleka baada ya kutoka katika mwili huu. Nalisema hili kwa sababu ya hali inayoendelea sasa, watu wengine kuuawa, kutekwa, kuvamiwa, kupigwa na mengine mbalimbali. Wote wanaoyafanya hayo wajue kwamba wanapora mamlaka ya Mungu, wanapora haki ya Mungu. Hata kama kifo kipo, lakini nani mwenye kuruhusu kifo? Nani mwenye mamlaka juu ya kifo? Mungu mwenyewe. Mwache aruhusu atakavyoruhusu. Akiruhusu tuondoke kwa magonjwa, tuondoke na kitu kingine, sawa, lakini mwanadamu awe yote hana mamlaka ya kuingilia uhai wa mtu mwingine. Wewe unayeondoa uhai wa mwingine, ipo siku wa kwako utaondoka pia, kwa sababu hakuna mwenye mamlaka juu ya kifo. Kwa pointi yangu ya kwanza ni kwamba tufahamu kwamba kifo kipo na hakuna mwanadamu aliye nje ya kuweza kuwa na mamlaka zaidi ya mamlaka ya kifo. Hivyo tuishi katika hali ya unyenyekevu, tuishi katika hali ya utu, tuishi katika hali ya kuthaminiana, tukijua ulimwengu ni mahali pa muda tu, ni mahali pa kupita tu, ni mahali ambapo tumewekwa tu kwa wakati na Mungu mwenyewe kwa dhamana yake, na katika saa ambayo Mungu imempendeza mwenyewe ataweza kutuondoa kama alivyoturuhusu tuweze kuwepo katika ulimwengu huu.